Kiukubwa ya Chadema ilikuwa ni kwamba katika hatua ya maridhiano ni vyema zaidi washirikishwe wadau wa nje ili kwa lengo la kujenga na kuliponya taifa. Hayo yalikuwa ni mawazo ya Chadema, na siku ya leo Mheshimiwa Rais ameweza kuzindua rasmi tume ambayo itatueleza ni nani alifadhili vurugu na kwa nini alifadhili vurugu, na nguvu hiyo waliitoa wapi, na je, lengo lao kubwa lilikuwa ni nini? Kama ilikuwa ni kupindua nchi, je, wangefanikisha kuipindua serikali? Tungekuwa wapi mpaka sasa hivi? Hayo ni maswali ya msingi ya kuweza pia kujiuliza, kwa sababu tukianza na wafadhili ndio tunakuja moja kwa moja mpaka kuja kuona madhara yaliyotokea. Na wafadhili inabidi waweze kubebeshwa mzigo wao, kwa sababu wafadhili waliofadhili vurugu ndio moja kwa moja ambao wamepelekea mpaka watu kupoteza maisha, vitu kuchomwa moto, kwa sababu walitia nguvu kwa kuweza kufadhili watu, makundi ya kihuni na baadhi ya watu kwa lengo kuu la kuvuruga na kuipindua serikali. Hao ni maswali ya msingi utaka kujiuliza. Lakini moja kati ya kiu kama nilivyosema awali ya Chadema ilikuwa ni kwamba washirikishwe wadau wa nje. Nimefurahishwa na Mheshimiwa Rais wenyewe, chama cha upinzani ambacho ni Chadema walidai kwamba washirikishwe wadau wa nje kwenye masuala mazima ya maridhiano, lakini nimekubali kitu kikubwa ambacho amekifanya Mheshimiwa Rais kwamba kuwashirikisha wadau wa nje pia kabla hata ya maridhiano, kwamba kwenye hatua hii pia ya uchunguzi tuweze kuwashirikisha pia wadau wa nje. Lakini kitu kikubwa ambacho ni cha msingi zaidi, hatujataka kuwashirikisha wazungu, tumetaka tuyamalize sisi wenyewe kama wa Afrika. Tushirikiane sisi kama wa Afrika tuweze kumaliza sisi kwa sisi. Maana yake ni nini? Tunatuelekeana imani kubwa na umuhimu wa Afrika, kwamba kumbe kuna uwezekano mkubwa wa sisi wa Afrika kuweza kushikana kwa pamoja na kuungana kwa pamoja kuweza kutatua matatizo yetu kabla ya kuvuka kwenda mabara mengine. Yani ni swala la aibu sana. Swala limetokea bara la Afrika, kuna nchi zaidi kadhaa sijui 50 ngapi, tushindwe kuweza kumaliza changamoto zetu mpaka changamoto ndogo tuweze kukimbilia kwa watu weupe. Na imani kubwa labda maybe ya Chadema na watu wengine walikuwa na imani washirikisho watu ambao ni wazungu, labda watu wa mataifa ya Ulaya. Lakini nimefurahishwa kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kitu ambacho kumthaminisha Muafrika, kwamba tuyamalize wenyewe, tuone ni nani, alafu baada ya hapo tuende pia kwenye maridhiano. Na imani kama watu wa nje wameweza kushirikishwa katika hili la uchunguzi, basi watashirikishwa pia katika masuala mazima ya maridhiano. Kwa hiyo tusubiri kwa kiu kikubwa, na imani tu kwamba tume haiwezi kutunyima majibu. Lakini pia Dr. Samia Suluhu Hassan, nipende kutoa hongera kwa Mheshimiwa Rais kwa juhudi kubwa ambayo ameifanya ya matukio makubwa, tukio la jana ambalo nilizungumzia, lakini pia na tukio la leo la kuweza kuwarahisishia wananchi wa Mbagala kupata mwendo kasi.